katika mtihani na fitna na katika balaa na musibatun jasima, na msiba uliokuwa mkubwa ni msiba na mtihani na fitna ambayo yaishuha alalamu alhain, ni msiba na mtihani ambao dunia inaishi nao leo hii. Katika msiba ambao umemghafilisha mwanadamu, katika fitna ambayo imemfanya mwanadamu ayasahau yale ambayo amekusudiwa aishi kwenye hii dunia kwayo, ala wahia, nao ni fitna harbun barida, ni mtihani wa fitna ya baridi, waladuwu lmakira, na ni fitna ya adui anayefanya vitimbi vya sirisiri, bali wasummu labib, na ni sumu ambayo inatumia akili sana, ni sumu ambayo yas'a biha a'da'u hadha ad-din al-'azim, wanaieneza maadui wa dini hii kubwa na tukufu, ala wahiya kurratul qadami wa ka'sul alami, ni mtihani wa mpira wa miguu na kikombe cha dunia, au kikiite kwa jina lingine zallatul alami, kutereza na kukosea kwa kidunia. Harbun dakhili, vita ya ndani ya siri kabisa, tena barida, hakuna anayeweza kuihisi kama hii ni harbun dakhili, wala mtu hawezi kuhisi kwamba hii ni summun, ni sumu ambayo inampenya mmoja baada ya mmoja, alfajiru walbarru, mwema na muovu, wote wanaitafuna na kuinywa kidogo kidogo. Ndugu zangu, kurratul qadami wa zallatul alami, mtihani huu wanaueneza maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala, tena wanaueneza kwa kiasi kikubwa sana, kwa mashambulizi makubwa sana, ambayo mtoto mdogo naye pia anaanza kuinywa. Mzee anayemalizikia uhai wake wa dunia, aliye kwenye 10 la mwisho la kumalizia maisha yake, bado naye amalizia kuinywa sumu hii ya ka'sul alami, zallatul alami. Ndugu zangu, awalan, jambo la mwanzo, alinalama, tuweze kujua Uislamu wetu huu haujaharamisha mazoezi wala michezo. Dini yetu ya Kiislamu hii ina adilla mbalimbali na ushahidi mbalimbali kupitia kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, dalili zinazothibitisha uhalali wa watu kuwa ni wenye kucheza michezo ambayo itakayokuwa imechunga vidhibiti vya kisheria. Sawasawa itakuwa ni michezo ya kinyoyo, sawasawa itakuwa ni michezo ya viwiliwili, sawasawa michezo hiyo itakuwa ni michezo ya kutibu maradhi ya mtu alionayo wakati huu, au ni kutibu maradhi ya kesho kutwa. Uislamu umehalalisha michezo kwa adillatun kathira. Mtume wenu sallallahu alaihi wasallam anasema, almu'minu alqawiyu khairun wa ahabbu min Allah min almu'min adh-dha'if, muumini mwenye nguvu ni mbora tena anapendeza sana mbele ya Allah subhanahu kuliko muumini ambaye ni dhaifu. Wanawachuoni wa tafsiri ya hadithi hii wakasema, nguvu inayokusudiwa hapa ni quwwatun badaniya, ni nguvu ya kiwiliwili, wa quwwatun diniya, na vile vile nguvu ya kidini. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba walipomwijia kumshtakia kunako uchovu wanaoupata, faamarahum bin naslan, akawaamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam an-naslan,
waweze kutembea kidogo. Wa hiya min anwa'i riyadha, ni katika sampuli ya michezo. Walikuwa wamechoka na uchovu mbalimbali, wakamlalamikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawaamrisha wafanye annaslan, waweze kutembea tembea, waende kule na kule. Na kweli walipofanya, mwili wao ulikaa vizuri, ibadallah. Lakini pia kwenye umratul qadha, alipokwenda kufanya umra Mtume, umratul qadha, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaamrisha masahaba an yarmulu bithalathati ashwati alula, watembee kwa haraka haraka kwenye Kaaba pale mara 3, tena watembee kwa nguvu kweli kweli. Liyara almushrikuna quwwatahum, ili washirikina waliokuwa juu ya milima na juu ya majabali waone kwamba wale Waislamu wana nguvu, na yale tuliyowatuhumu nayo kama wana maradhi, hawana maradhi. Walitembea pale masahaba kwa nguvu kwenye shautu, kwenye ule mizunguruko 3 ya mwanzo. Washirikina wakathibitisha hilo ya kwamba Waislamu wana nguvu. Lakini sio hivyo, ibadallah. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaruhusu Wahabeshi kucheza ndani ya msikiti kwa kutumia vifaa vya kivita, warusha mishale, warusha mikuki. Mtume aliposema kuwaruhusu wale Mahabeshi kucheza mule ndani, akasema likai ya'lama alyahud, ili Mayahudi wajue anna fi dinina fushatun, kwamba kwenye dini yetu kuna hali ya fusha, ya upana. Wa inni bu'ithtu bilhanifiyati samha, nami nimetumwa kuleta ukarimu kwenye hii dunia. Wa inni bu'ithtu bilhanifiyati samha, nimetumwa na dini ambayo ni hanifia, inayowaamrisha watu muabudu Allah peke yake, na ni dini iliyojaa ukarimu. Wahabeshi walikuwa narusha mishale ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Riadha, michezo ni kitu kipo katika dini. Uislamu wetu umeruhusu watu kucheza, ikiwa ile michezo itachunga vidhibiti vya kisheria, itachunga kanuni za kisheria, ikawa ni mchezo kwa ajili ya kujitengenezea afya njema, ikawa ni michezo kwa ajili ya kujikinga na maradhi mbalimbali ya leo na ya kesho. Uislamu haukatazi mchezo wowote, mchezo ambao utakaochunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Michezo hiyo ni mubahu inda shar'ina. Sheria yetu imeruhusu michezo ya namna hiyo. Sasa tukiangalia dhawabitu shar'iyya, tukitazama baadhi ya vidhibiti vya kisheria, tukaviangalia kwenye kurratul qadami wa zallatul alam, kwenye mpira wa dunia na hili kombe la dunia na michezo hii ya mguu ambayo watu wanaicheza, tunaona kabisa anna kurratul qadami, kwamba mpira wa miguu huu unaotajwa, kharajati, umetoka kwenye yale mazoezi riyadhatun lil abadan, umetoka kwenye mazoezi ya kiwiliwili, umekwenda kwenye laibun bil adiyan, ni kwenda kucheza na dini za watu, kwenda kuziharibu dini, wa khasatun alislam, na hasa dini yetu ya Kiislamu, kwa sababu ndiyo dini ambayo imenyooka, ndiyo dini ya kweli, ndiyo dini ya sawasawa, anayotakikana kila mwanadamu aifuate, awe mnasara, awe myahudi, awe mbudha, awe muhindi na wengineo, wote wanatakikana waifuate dini ya Kiislamu.